Ushauri mbaya siku zote utakupeleka katika matokeo mabaya. Ndio maana si kila mtu, kama nilivyokuambia ile sehemu ya kwanza, kwamba si kila mtu anaweza kuwa mshauri mzuri. Watu wengine wapo kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu, na wapo wengine kwa ajili ya kupata faida kupitia matatizo ambayo unapitia. Kwa ni vyema sana ukawa makini kwa watu, kuhusiana na watu ambao wanakupa ushauri. Watu wanaokupa ushauri, zingatia sana. Wapo ambao ushauri wao unaweza ukakupeleka katika mafanikio makubwa, na wapo ambao ushauri wao unaweza ukakuingiza katika matatizo makubwa. Neno la Mungu linasema kabisa kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Inaweza ikaonekana kwamba mtu unaona kama vile ni njia ambayo inakupeleka sehemu nzuri, na kumbe inakupeleka kwenye mauti. Amnoni alikuwa ni mtu kijana mzuri kabisa, alikuwa na tabia njema, lakini alipokutana na rafiki ambaye ni mbaya, Yonadabu, alipomshauri ushauri ambao ni mbaya, ilisababisha Amnoni akafa. Ilimsababishia akafa. Aliona kama vile ni njia njema machoni pake, na aliona kama vile itamletea jawabu la kile ambacho amekuwa akikitaka, kile ambacho alikuwa akitamani. Maana alimpenda Tamari kwa sababu tu ya tamaa, na mwisho wa siku ilimletea shida. Mithali 14 mstari wa 12 na Mithali sura ya 16 mstari wa 25 inathibitisha kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwa huwa inampeleka mtu kwenye mauti. Njia inayokupeleka kwenye mauti unaweza ukaona kama vile inakuletea faida, unaweza ukaona kama vile inakufurahisha, unaweza ukaiamini kabisa, ukaanza kuona inakuletea matokeo mazuri, na kumbe inakupeleka kwenye mauti. Sikiliza, kuna ushuhuda mmoja. Kuna kijana alikuwa anasoma kwenye chuo kikuu hapa Tanzania. Alipokuwa anasoma kwa, alikuwa anaingia ndani darasani kipindi cha mitihani, anabeba vibomu kwa, anashika makaratasi yake ambayo yanamsaidia, anaingia na mabomu yale kwa ajili ya kumsaidia kujibu mtihani. Na mwisho wa siku aliondoka na first class. Chuo kikamchukua, kikasema anabaki kuwa kama tutor. Umeona? Akabaki kama tutorial assistant pale, kama TA. Baada ya hapo chuo kikampa scholarship kwenda kusoma nje ya nchi. Alipokwenda, kwa hiyo amekuwa TA kwa sababu ya kuingia na vibomu, akaonekana kama vile yuko bora sana, na njia hiyo aliona imemsaidia. Lakini mwisho wa siku, kwa sababu alichokuwa anatafuta kilikuwa sio cha kimungu, akapata hiyo scholarship, akaenda nje ya nchi. Alipofika nje ya nchi, alifia kwenye swimming pool. Wakati akiogelea, alikuwa anaogelea katika swimming pool, akafia mle ndani ya swimming pool. Alirudi akiwa ni mwingine tena, amebadilika, kwa walirudisha mtu anayeitwa ni maiti. Asingetumia vile vibomu, akapata alama zake za kawaida, yamkini ile mauti isingemkuta. Kwa kuna njia inaweza ikaonekana ni njema machoni pa mtu, lakini njia hiyo inampeleka mtu katika mauti. Kwa ukiangalia Amnon, baada ya kuwa amembaka dada yake, kile kitabu cha Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa 14 anasema, walakini yeye alimtenza nguvu, akalala naye, maana alimbaka. 13:14 alipombaka, neno la Mungu nasema mstari wa 15, kisha Amnoni akamchukia machukio makuu sana. Yaani baada ya kuwa amefanya vile, akamchukia machukio makuu sana kuliko yale mapenzi aliyokuwa amempenda kwanza Amnoni. Akamwambia ondoka, nenda zako. Mstari wa 16 naye akamwambia, sivyo, kwa kuwa mabaya haya ya kunitoa ni makuu kuliko yale ulionitendea. Lakini alikata kumsikiliza. Ndipo akamwita mtumishi wake aliyemtumikia, akasema, mtoe sasa mwanamke huyu kwangu, ukafunge mlango nyuma yake. Kwa akamtoa, akasukuma kule, alafu mlango ukafungwa. Neno la Mungu nasema mstari wa 19, naye Tamari akatia majivu
kichwani mwake, akairarua hiyo kanzu ndefu yake aliyoivaa, akaweka mikono kichwani, akaenda zake huku akilia kwa sauti. Huyo Absalomu nduguye akamwambia, je, amekuwa nawe Amnoni nduguyo? Ila sasa tulia dada, ni nduguyo, usilitie moyoni jambo hili. Basi Tamari akakaa hali ya ukiwa nyumbani mwa nduguye Absalomu. Mstari wa 21, na mfalme Daudi alipoyasikia maneno hayo yote alikasirika sana. Kwa unaweza unaona mambo kama haya. Kwa alikasirika sana kwa sababu ya namna Amnoni alivyomfanyia Tamari. Na ukiendelea kusoma ukatelemka mpaka chini kabisa, utakwenda kuona mwisho wake ulikuwa ni mauti. Kwa hiyo ilionekana kama ni njia ambayo inamfanikisha Amnoni, ilionekana kama ni njia ambayo inamletea matokeo mazuri, lakini ikampeleka kwenye mauti. Ukiruka hadi mstari wa 32 anasema, akajibu Yonadabu mwana wa Shama nduguyo Daudi akasema, asidhani bwana wangu ya kwamba wamewaua vijana wote wana wa mfalme, maana ndiye Amnoni peke yake aliyekufa, lakini haya yamekusudiwa kwa kinywa chake Absalomu tangu siku ile alipotenzwa nguvu umbu lake Tamari. Absalomu alipoona umbu lake Tamari amebakwa na Amnoni, alikasirika, aliapa, alikusudia moyoni mwake kwamba lazima nimuue. Sasa unaweza ukaona ushauri wa Yonadabu umesababisha Amnoni aanze kuindwa, na mwisho wa siku akafa kwa sababu ya ushauri mbaya. Asingepokea ushauri huo mbaya Amnoni, na maana kwa wakati ule angeendelea kuwa hai. Mstari 13 tunasema, basi sasa bwana wangu mfalme asilitie neno hii moyoni, kudhani ya kwamba wana wote wa mfalme wamekufa, maana ni Amnoni peke yake aliyekufa. Kwa mlengwa alikuwa ni Amnoni, na haya yote hadi yamesababisha Amnoni anakufa ni sababu ya ushauri mbaya.